Guys, hapo kitambo when I was still at home, sana after my high school nimekaa nyumbani kidogo, si sana. We are cooking. Karibuni to my YouTube channel, sijawakaribisha. Karibuni sana, and make sure guys kama bado hujasubscribe jamani. Unataka baraka zitoke wapi? Unataka Mungu akubariki aje? Na haujasubscribe bado. So just subscribe guys. We are cooking kama kawaida. You know I love cooking while giving you stories. So guys, when I was young, let me say when I was young, when I was around 20, 21, 22, 23, 24, hapo sawa, I used to give out my clothes to my age mates kwa village sana because natoka kwa village yenye tunajua tu village venye mnaweza ishi kwa village. Labda mmegrow pamoja, mnatoshana, unaweza toa nguo yako upeane best yako and the mother kwa huyo mtoto atafeel tu vizuri. I even used hata zangu zingine I used to give out to wa mama wenye wanaweza vaa nguo mrefu tu. Mimi wanavaa pia nguo mrefu. And let me tell you, the moment nilikuwa napeana hiyo nguo, Mungu alikuwa ananibless na nguo zingine. Hata sasa ndio nimekaa chini nikafikiria, mimi naweza maliza hata mwaka ama a half a year sijabai nguo, alafu hata nguo za maana zenyewe sina. Una get? So kitu kanikujia like nowadays Irene, you don't give out to the needy. Ndio maana hata Mungu yani hakufunguli njia. Si ati God ni mbaya. Ndio maana ati njia zako somehow zimejifunga njia za kubai nguo zingine. Una get? Hapa tunaongelelea story ya kubai nguo zingine. Sijasema ati sina nguo completely, but get me right. Hii unga ya kitambo, unga ya sahi pia. Mahindi mpya unajua inasumbuanga kukoroga ugali. Watu ushago watawaambia. Iko na maballs nyingi tu sana. Kwanza tukaunga moto kidogo na kipigia hata kidogo. Iko na 2 balls. So this is what I was saying. Your time that I used kupeana nguo sana huko kwa village to the needy, and it is something that I really enjoyed doing, kupeana nguo. Nilikuwa naenjoying kupeana nguo. Na hiyo time unapata Mungu amenifungulia njia. Maybe my elder sister Karo amenigawa nguo yake tena supu. Unapata labda sister yangu pia Zeruya amenipea tena nguo yake supu. Labda amenunua nguo mpya haimtoshi. And you know I'm the last born girl. So unapata wamenipea nguo zao supu. But nowadays vitu haziendi venye zilikuwa zinaenda. Sasa hakuna mtu ananipea nguo. Hata sister yangu Karo, I don't remember when mwisho alinitaka nguo. Mimi ni mdogo, mimi msichana mdogo kwa wanafaa nitie nguo. My sister Zeruya hata sijui lini walinitia nguo. So to me it came kwa mind yangu like, Irene, nowadays you don't give out. How can God give it to you while you don't give it to other people? Unaona? So it is like like peana nikupe. Una get? Peana nikupe. And so nimekuja kurealize like I have to give away again my clothes. By the way, kuna nguo huku situmiangi because na feel nguo zingine zimekuwa fupi. I'm no longer comfortable wearing them, bla bla bla, na nimeziweka tu hapa juu. Na feel hata wakina Barbara siku hizi wako home, nitapeana nani sijibla, unaona? But lazima tu nipeane. So nikienda home nitatafuta tu watoto huko home wenye at least naweza wapea.
so that God can open the doors, ninunue nguo zingine supu za kwenda nazo ma outings. At least nikiitwa out, I show up, nikikuwa yeah. And that is something, guys, I want to tell you. Tumeshapika mboga for your information. Mi sikwangi ita. You get it? Mi sikwangi mkulaji sana. I just eat a little na I'm okay. So let me go, guys. Let me tell you. What you believe in God. Eh? Once you believe in God and you entrust God with your prayers. What is the meaning of the word to entrust? Like, trust God na your prayers. Let me tell you, this man will never, this man called God will never fail you. At least ikichelewa, but itakuja. What God has really done to me, did to me, what God has did to me, what God has done to me, which one is good now? Yani ndo tunaweza kitumia vizuri. Kenye Mungu amenifanyia. I don't know. Sometimes huwa nakaa chini. Ugali yetu imeshaiva already. Umetoacha kwanza nini? So guys, sometimes huwa nakaa chini. Umaijita kama mkutano, yani ukue peke yako. And at this age of mine, let me just tell you, I don't need more friends. Sijasema at I need friends. I don't need more friends. I just need my space. I just need my time to think about myself, to think about my future, to think about what I really need in life. Sina time ya huyu ameingia, sijui leo niko out na huyu best yangu, leo sijui best yangu, huyu best yangu. No. I don't have that time. Hiyo yote nilifanya when I was in my mid-20s. When I was in my mid-20s and in my early 20s hapo hivyo. Yeah. Na mimi pia sijakuwa mtu wa friends wengi sana. I can't lie. I can't lie to you. But at least I had friends. But for now, I feel Irene, uko kwa age ile ya kujitambua. Unajua? Kujitambua, sisi watu wenye tuko single bachelors tunapanga na ugali from jikoni straight to the kitchen like this. So, niko kwa ile stage ya Jehova, guys. Yesu inataka kuanguka, Mungu Baba. Hey. Yesu inataka kuniaibisha. Hebu tufungie Yesu jamani. So, nilikuwa nasema aje? Niko kwa age yenye na feel I need a few friends. In fact, very few. Na friends wenye wako mbele yangu. Una get? Nataka friends wenye wako mbele yangu. Like friends wenye wamedevelop kwa maisha kunishinda. Wale watu wenye wanaweza niambia, you know what, uko nyuma sana, you need to do this, you need to do this, you need to do this. Kizungu na kinaniaibisha mbele ya watu. Yeah. I think acha tupendishe hii kamera tukule tukiongea. Si ndio guys? Yeah. Yes, tumesema tukule tukikula. So to me guys, I don't know kama ni maturity, umri yenye nimefika, I don't know kama ni maturity, ama mimi ndio na overthink. I just feel like I need kukuwa na friends wenye wako above me, wamedevelop above me. Mtu mwenye anaweza nikalisha chini ananiambia, Irene, you know what? Sasa unafaa kuwe na hii na hii, unafaa sasa kuwe umeown ploti mahali, unafaa sasa kuwe hata karibu watu wakuita wewe landlady. Irene, like sasa unafaa kuwe na familia kubwa na familia yenye teseki. Una get?
hao ndio marafiki sahi I feel na wataka kwa life. And above all, so far so good. I cannot complain. One thing with me is multitask. I cannot talk at the same time I eat. I either finish eating and then talk, or talk and then eat later. So let me focus with you guys because I love you so much, and I hope mna subscribe, mna like, mna comment. So to me, I just feel like nilikuwa nasemaje, so far I cannot complain what God has done unto my life. Actually, like 4 years, 3 years, let me say around 4 years or 3 years huko nyuma, life haikukuwa venye saiko. I can't complain, and one thing God na wanakuambianga is a big thank you from the inside bottom of my heart. Thank you so much. At least I cannot call my sisters, my brothers, my siblings kuambia ati oh, you know what, I'm sleeping hungry, at least you to me. I can't complain. God, thank you so much. Thank you for everything. Hata sasa hivi ninakula mayai moja na sukuma, God nasema tu thank you. Najua kuna wenye wanataka kama hii yangu lakini hawajawezeshwa kupata, si ndio? Yeah, in everything you do guys, learn to tell God thank you. Hata kama umetoka kwa hiyo biashara umeuza vitu zako kidogo, just learn to tell God thank you. And in that environment ya thanksgiving, Mungu pia atakumove from that level. Kama Mungu ataona kama unaweza trust na hiyo kidogo, unaweza mpongeza na hiyo kidogo yenye amekupea, na sasa akikupea mingi. And one thing with God, Mungu anapenda sifa. God is God of jealous. Hata mwenye alisema worship no other god but me. Si alisema hivyo? Yeah. Mungu anapendanga tu akipewa sifa. Once umempea sifa anakupea promotion. Once unampea sifa. So once unaambia Mungu thank you in everything you do, God will definitely open your doors. God will definitely do according to your prayers. God will definitely answer your prayers. Mimi so far so good. Some people were wishing me, oh God, thank you. Hata sasa wengine tukikutana na wao wataki kuniangalia, but mimi sipendi revenge. I don't like revenge at all. I was not born in that environment of revenge. I don't know how to fight. I don't know how to take revenge, and that is me. And yeah. Mungu. Guys, hebu kwanza fikiria mahali umetoka before uanze kulia, sijui uanze complain. Kwanza kama kuna kitu yenye Mungu anachukia, God hates complaints kila siku. Just make prayer yako na Mungu, agree to na Mungu, umwambie unajua nini God, sasa ni usiku msijali. Unajua nini God, I want this one and this one and this one, and let your will be done. Unaget? And then omba kama ni nani yeye aliambia Mungu, alisemaje, siwezi toka hapa kama hujanibariki. Just be like that man. Na ukweli Mungu alimtendea. So in everything you do, please do not complain about your family. Do not complain about your job. Do not complain about your life. Mimi by then niliacha tu complain. Kama kuna mtu alikuwa na complain, it was me. And I used to complain plus crying to God, like yani nilikuwa naendana mbele ya Mungu kama na complain. Tangu nijue thanksgiving is everything. Now so naona hata watu wananiambia siku hizi umenona, sijui umepata mbabas. Watu sasa wananiambia nimepata mbabas. Mafurumba nyingi zinakuja. Mbabas na nakula mayai moja sukuma. Mbabas. Si watu wenye wako na mbabas sasa hii ningekuwa ni ekewa kuku, kaugali kadogo, kasos, kachumbara, sijui nini, like mbabas, sukuma mayai. Hebu ni serious. Ni kitu tu yenye mimi nimelearn, like thanksgiving inakupea peace, thanksgiving ina answer your prayers and all that. Oh God, watu mjue kupeana thanksgiving, and then you will thank me later. You will thank me later. And one thing inakuanga, learn to do good to other people.
Kama unataka Mungu akufanyie mazuri, learn to do good to other people as well. When unataka ufanyiwe. Kama sasa nimwambia mnisubscribe, hamtaki kusubscribe, share, hautaki kushare, comment, you don't want to comment, and you want God to do something big to you. Now you don't, yangu to your small, like hit the subscribe button, you can't. Just give me a comment, you can't, my friend. Okay, I don't want to bore you, but kenye Mungu pia amenifanyia guys, I can't complain, but only to tell God thank you. One day I will just come. I think time yangu ya kuwatolea testimony bado haijafika. Tulisema tukifika 1000 subscribers utawatolea testimony. Bado haijafika. To push this, tukifika I will just, Mungu amenifanyia so many things just in a mysterious way, in a way that hata mimi mwenyewe I don't understand. Ile totally I don't understand. Not that my life is perfect, say no. But penye amenitoa, it's big. Waulize wenye walikuwa wananijua before mnijue, they will tell you. Okay? Yeah, so guys, let me eat. Niliwaambia mimi siwezi fanya two things at a go. Mayai na ugali tamu. Guys, thank you so much for watching. Tunamalizia tukisema Thanksgiving is everything. Na learn to share. Okay. Remember. Learn to share what you have with others. Kama uko na nguo mbaya, just give out. Kama una feel like hizi plates zimekuwa all the mistake, ndaka ninunue nyingine, you have that ability of purchasing zingine, acha tu kupelekanga kwenu. Bariki mtu fulani, just bless mtu fulani mwenye una feel hata kununua tu kikombe ya 20 bob si rahisi, because ako na watoto, school fees, yani ako tu na vitu mingi. Just bless that person. Huyo ndiye amebeba baraka zako. Huyo, achana na mamako, achana na sister yako, achana huyo. Unaona huyo ndiye amebeba baraka zako na wewe ujui. Okay? Yeah, acha nikule, tuonane, tukutane na next video. Na today nimeshoot kutumia simu yangu yenye inasumbua. Next time tutashoot kutumia phone yetu yenye inakuanga very clear. Tukutane na next video guys. Bye.